Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidi nisa'u khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Naam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una wal mushahiduna alkiram, wapenzi watazamaji na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika muendelezo wa darsa zetu, na leo tutazungumzia muujizat suratul Kauthar. Tutazungumzia miujiza ya suratu al-Kauthar, miujiza ya suratu al-Kauthar. Walakin kabla tujaendelea, ni kuombe ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Naam, ndugu zangu watazamaji, kama tulivyosema kwamba leo tutazungumzia muujiza au miujiza ya suratu al-Kauthar insha Allahu taala, insha Allahu taala. Ndugu zangu, suratu al-Kauthar, suratu al-Kauthar min as-suwari al-Qur'ani al-azim, ni miongoni mwa sura tukufu za Qur'ani. Wa min asghari suwari al-Qur'ani al-karim, na ni katika sura ndogo za Qur'ani tukufu. Ayatin wa kalimatin, kwa aya zake na kwa maneno yake, kwa maana ya kwamba suratul Kauthar ina aya chache sana na ina maneno machache. Wa maa dhalika, lakini pamoja na hayo, fahiya min a'dhami suwari al-Qur'ani al-karim, lakini pamoja na hayo ni katika sura kubwa sana. Yani suratul Kauthar usidharau kwa sababu aya zake ni chache na maneno yake ni machache. Suratul Kauthar ni sura miongoni mwa sura kubwa, na suratul Kauthar adadu ayatiha thalathu, idadi ya aya zake ni tatu. Adadu ayatiha thalathu ayati, ni aya tatu. Na suratu al-Kauthar tatahaddathu, inazungumzia an nusratil madhulumi, juu ya nusra ya mtu aliyedhulumiwa, wa ata'il hayyil qayyum, na kutoa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa rifa'atil abdi, na kunyanyuliwa mja, idhal tazama bimanhajillahi wa rasulihi, ikiwa mja huyo tu ameshikamana na muongozo wa Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha al-ahibba, enyi vipenzi watukufu watazamaji, wanawazuoni wanasema idha ma qara'ataha bitadabbur, ikiwa utaisoma suratul Kauthar kwa mazingatio, satajidu fiha maanil adhima, kwanza utakuta ni sura ambayo ina maana kubwa sana, ni sura yenye maana kubwa sana. Allah anasema katika suratul Kauthar, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ambayo ni sura ya 108. Suratul Kauthar ni sura ya 108. Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hii ni maani al-adhima, yani hii sura ina maana kubwa sana. Sikiliza maana zake. Allah anamwambia Mtume, inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa kheri nyingi. Al-kauthar maana yake ni kheri nyingi fi dunya wal akhirah, yani Mtume amepewa kheri nyingi sana duniani na akhera. Wa yashmilu nubuwa, na miongoni mwa kheri hizo ni pamoja na unabii, ni pamoja na Qur'ani, ni pamoja na hekima, ni pamoja na wafuasi, ni pamoja na nusura juu ya maadui zake. Yani Allah miongoni mwa kheri alizompa Mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallama ni kuogopwa na maadui zake wakiwa mbali kabisa. Yani yule mtu ambaye alikuwa akikusudia kumfanyia mtume uadui sallallahu alaihi wasallam, basi anakuwa na uoga kabla hajamkurubia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zote hizo ni kheri ambazo mtume amepewa, wa shafaatul udhma, na amepewa kheri ya kuombea watu siku ya Kiyama. Ndio Allah anamwambia mtume, inna a'tainaka al-kauthar. Lakini anaendelea anamwambia, faswali lirabbika wanhar, basi swali na kwa ajili ya Mola wako. Faswali lirabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Wanhar, na uchinje. Mtume anaambiwa aswali kama kumshukuru Mola wake juu ya neema alizopewa, na achinje. Kuchinja ndugu zangu ni afdhalil ibadat, ni miongoni mwa ibada bora. Kuchinja kuna faida nyingi sana. Nafikiri zipo darasa zetu huko nyuma tumezungumzia faida za kuchinja, ukizifuatilia utaziona. Darsa tumeelezea faida za kuchinja, ukiangalia katika channel yetu hii utakuja kuziona. Lakini Mwenyezi Mungu anaendelea anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallama, inna shani'aka huwal abtar, anamwambia hakika ya yule anayekuchukia ndiye atakayekatikiwa athari yake. Yani zile athari, yule anayemchukia mtume sallallahu alaihi wasallama, basi akishakufa na athari yake imekatika. Lakini leo angalia athari za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni zenye kuendelea. Mtume anakumbukwa na tutamkumbuka na atakumbukwa ila antakuma saa, mpaka siku ya Kiyama, kwa sababu ni mtu ambaye amekuja kututoa katika giza na kutuelekeza katika nuru. Kwa hivyo hiyo ndio suratu al-Kauthar, na wanawazuoni wanaendelea wanasema, suratul Kauthar dawaun lilmaridhi, ni dawa kwa mgonjwa. Yani suratul Kauthar ni dawa kwa mgonjwa. Wa ataun lilfaqiri, na ni kutoa kwa fukara. Yani maana yake mgonjwa akisoma suratul Kauthar kwa nia ya kupona atapona, na fukara akiisoma suratul Kauthar kwa nia ya kumwomba Allah ampe mali atapata mali. Wa nusratun lilmadhlumi, na ni sura ya nusura kwa aliyedhulumiwa. Ndugu yangu, kama kuna mtu amekudhulumu pesa zako, amekudhulumu gari zako, amekudhulumu nyumba yako, amekudhulumu haki yako, basi kupitia suratul Kauthar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakunusuru. Na wanasema wanawazuoni, hiya minal mujarrabati, na haya tuliyoyasema ni katika mambo ambayo yamefanyiwa majaribio. Yani hii suratul Kauthar imefanyiwa majaribio katika kutibu maradhi, katika kuondosha ufukara, na katika kumnusuru mtu aliyedhulumiwa. Na wanasema wa minal fawaidi allati sanaaha man qablana, na ni miongoni mwa faida ambazo wameziacha waliopita kabla yetu, minas salihina wattabi'in, katika watu wema waliotangulia kabla yetu. Ina maana katika faida ambazo wametuachia watu wema waliopita kabla yetu ni hii suratu al-Kauthar. Sasa kaifa takrauna hadhihi sura, utaisoma vipi sura hii kwa nia ya kuondosha maradhi, kwa nia ya kuondosha ufukara, na kwa nia ya nusura kama umedhulumiwa? Na kuomba ndugu yangu nifuatilie vizuri, sikiliza maneno ya wanawazuoni. Wanasema idha dhalamaka ahad wasahiraka wa adhaka idhaan shadida, ikiwa mtu atakudhulumu au akakuroga au akakuudhi kwa maudhi makubwa, faqra surat al-Kauthar, soma hii suratul Kauthar 100 mara 100, kabla antanam, kabla haujalala, au baada salati al-ishai, au baada ya salatu al-ishai, soma suratul Kauthar mara 100 kabla haujalala. Thumma baada qiraatiha, kisha baada ya kuisoma mubasharatan, wakati ule ule, is'al rabbaka, muombe Mola wako, bihadhaini ismaini, kupitia haya majina mawili. Utasema ya qadiru ya qaharu, ya qadiru
ya qaharu, 99 mara 99. Thumma tusalli ala nabi, kisha utamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu utasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, baada ya kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watasal rabbaka nusra, kisha umuombe mola wako nusra, Mwenyezi Mungu atakunusuru. Hiyo ni njia ya kwanza kwa mtu aliyedhulumiwa, kwa mtu aliyedhulumiwa. Ama kwa ajili ya riziki, kwa ajili ya riziki wanasema faqra suratul kauthar, utaisoma suratul kauthar au soma suratul kauthar yaumal jumaa, siku ya Ijumaa, qabla alghurub, kabla jua halijazama. Tabda'u bisalati ala nabi, utaanza kwa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama. Thumma ba'da dhalika taqra'u suratul kauthar, kisha baada ya hapo utaisoma hii suratul kauthar 100 mara 100. Thumma ba'da dhalika, kisha baada ya hapo takhtatimu biduai, utamalizia kwa kusoma dua. Wa kun ala yaqini anna arrazaqa huwa Allah, na uwe na yaqini anna arrazaqa, ya kwamba mwenye kutoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uwe na yaqini hiyo, basi Mwenyezi Mungu atakuondoshea ufukara na atakupa riziki ukifuata utaratibu huu. Ama njia ya tatu wanasema idha kunta maridan, ikiwa sasa wewe ni mgonjwa, wa ataita bimain au kubin main, na ukayaendea maji au ukachukua glasi ya maji, taqra'u alaihi, utayasomea hayo maji ruqyata ash-shar'iyya, ruqya ya kisheria. Zid ala hadhihi ruqya, alafu utazidisha katika ruqya yako hii an taqraa suratul kauthar, kwa kusoma suratul kauthar 10 marati, mara 10. Utaisoma suratul kauthar mara 10, muqinan anna shafiya huwa rabbul ardi was samaa, hali ya kuwa ukiwa na yaqini kwamba mwenye kuondosha maradhi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, huo ndio utaratibu wa kuitumia suratul kauthar, na insha Allahu ta'ala kwa wale ambao hamwezi kusoma na mnahitaji msaada, basi tuwasiliane. Nambari zangu za simu ni 0652 28 63 23. Naitwa Imamu Shabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.